Praise God. Bwana Yesu asifiwe. My name is Simon Omkoko, pastor, a servant of the living God. Today we want to learn where man messed with the plans of God. And Jesus came back to unite that relationship. Yesu alikuja ili kuleta huo ushirika tena. Na tunapoendelea kuishi, as we continue in our life as Christians on earth, we are chasing, we are pursuing, we are seeking. Tunafukuzana, tunatafuta kuregesha huo uhusiano. Tuangalie katika kitabu cha Mwanzo, Genesis 1, Mwanzo 1, mstari wa 26, ili tuweze kupata picha. We get the true picture why man left relationship with God. I read, nasoma Genesis 1 mstari wa 26. Maandiko yanasema, then God said, Mungu akasema, let us make man in our image, tumuumbe mtu kwa mfano wetu, in our likeness, katika hali, yani kwa kuonekana, awe na hali ambao ni ya uungu, ambayo anafanana na Mungu. The look of God, that is the likeness of that man. Before God had brought many things into being. Alikuwa ameleta samaki baharini, fish in the seas, but he never made them. Hakuzijenga katika mfano wake, through his likeness. Only man that God said, we make a man in our likeness. So any other thing has no likeness of God, but only man. But man messed with the likeness of God. Huyu mwanadamu aliondoka katika mfano kamili ambao ni wa Mwenyezi Mungu. Sasa hapa mafundisho hapa, the true teaching is this man, there is fish, there are trees, there are mountains. All were created. They came into being through God. Yote aliumbwa yakaja yakawa kupitia Mungu. Lakini mwanadamu peke yake akajengwa na akawekwa mfano wa Mungu ndani mwake. Lakini mwanadamu tunataka kuona ni kwa nini. We want to see why this man left the likeness of God. And that is why Christ came back to look for the righteous. 26. Then God said, let us make man in our image, in our likeness. Tujenge mtu kwa mfano wetu, kwa muonekano wetu, and let them rule over the fish. Huyo mtu aweze kutawala samaki baharini, the fish in the seas, and the birds of the air, ndege ambao ni wa anga, over the living stock, livestock, wanyama, over all earth, na dunia mzima. Licha yeye ni mtu, kuna samaki, kuna milima, kuna wanyama, lakini yeye akapewa mamlaka ya kutawala. Akawa kama Mungu juu ya wale vitu vyote chini ya jua. Lakini huu mfano ambao alipewa, ambao ni wa kiungu, utawala wake ulikuwa ni wa duniani. His rule was earthly, was to rule earthly things but not to rule God. Where man messed, ruled God. What does this mean? Man went above, went over, left his area of rule. Now God was annoyed with him. Huyu mwanadamu alitoka katika sehemu yake ya kutawala. Mungu naye akaweza kukasirika naye, maana alipewa mamlaka ya uungu juu ya wanyama wote, juu ya samaki baharini, juu ya vitu vyote chini ya jua. Lakini naye akaenenda zaidi, akataka tena kulivunja neno la Mungu, kutawala mahali ambapo
aliambiwa asitawale. Wacha tusome huo mstari wa 26 tumalize. 26. In our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, watawale samaki na ndege wa anga, over the livestock wanyama, over all earth, dunia mzima, and over all the creatures that move along the ground, na viumbe vyote ambavyo vinatambaa duniani. Mstari wa 27. So God created man in his own image. Hii image ndio iliondoka mwanadamu. Image alipewa uwezo wa kutawala vitu vyote duniani katika hali ya ungu, lakini hakupewa uwezo ya kutawala vitu vya mbingu. Sasa naye akaja kinyume. Huyo ni mwanadamu. Mstari wa 27. So God created man, Mungu akamuumba mwanadamu in his own image, katika mfano wake. In the image of God he created him, katika mfano wa Mungu alimuumba. Male and female he created them, mke na mume akaweza kuwaumba. Tuangalie katika Mwanzo 3 tupate picture halisi ni kwa nini Mungu amemtuma mwana wake wa pekee ili aweze kuregesha ile image, aweze kuregesha ule mfano. Why God has sent his only son to reconcile with the man that he created to rule over the world. Let us read Genesis 3, first verse 1, 3:1. Now the serpent was more crafty. Nyoka alikuwa mwerevu sana, mjasiri, than any of the world animals, kuliko wanyama wote duniani the Lord God had made, ambaye Mungu Bwana alikuwa amejenga. He said to the woman, akamwambia mwanamke, did God really say? Kweli Mungu alisema, you must not eat from any tree in the garden, ya kuwa msile katika miti yote pale kwenye shamba la Edeni. Lakini kuna jambo hapa ambalo unastahili kukaa nao kwa akili yako. There is something in this verse that you have to put in your mind. You should understand that now the serpent was more crafty. Lazima uelewe ya kuwa nyoka alikuwa mjasiri sana. Na kutokana na huyo nyoka ambaye ni shetani, akaa katika mfano wa nyoka. Ni mwerevu sana katika viumbe vyote ambaye Mungu amewahi kujenga, ambapo vyote vile Mungu alikuwa amejenga, vyote ambavyo viliumbwa kupitia mkono wa Mwenyezi Mungu. Shetani ndio mjasiri kuliko vyote, lakini si mjasiri kumliko Mungu. Mungu ndio muweza wa kila jambo. Hauwezi kumshinda huyu shetani ama huyu nyoka. You cannot defeat Satan or this snake with your own mind, by leaning by your own understanding. Hauwezi ukamwelewa ama kumshinda shetani ama huyu nyoka katika hali ya kuelewa kwako. You need God. Unastahili kuwa na Mungu. Pasipo Mungu huwezi kumwelewa, huwezi kumpata, huwezi ukamshinda. You cannot defeat Satan without God, without your Lord. So it is this relationship for me and you. In order to be a winner in this life on earth, we have to have a relationship with God. In order to master all the schemes of the Satan, ndio tuweze kujua kila hila zake zote za ushetani. Because without him, we cannot win him. Without God, we cannot win Satan. God says, now the serpent was more crafty. Mungu anasema
Nyoka alikuwa mjasiri sana. Kwani sasa Bwana amekuja ili aweze kuregesha ile image. God has come back in order to return the image of God that he had purposed on man since the beginning of the creation of this world. Mungu amemregesha Yesu, amemleta Yesu ambaye ni neno, ili mpango wake kutoka mwanzo, mfano wake kamili uweze kuwa nasi, ndio tuweze kumshinda huyu nyoka ama ushetani. Haleluya. No, alipewa uwezo mwanadamu, akawa na tamaa ambayo ni ya dunia, akaondoka kutokana na ujasiri ya uovu, akamkosea Mungu. Dhambi ni kuenenda kinyume na neno la Mwenyezi Mungu. What is sin? Sin is violation of the word of God. So Adam and Eve, Adam na Hawa, they did sin. Walitenda dhambi. Wewe kama mtoto ambaye ni wa Mungu, pasipo kutafuta ushirika na Mwenyezi Mungu, hauwezi ukashinda dhambi. Na hakuna yeyote ambaye ameshinda dhambi pasipo ushirika na Mwenyezi Mungu. Unaweza kuwa unanielezea. You can say, servant of God, help me over this. My salvation has struggled a lot. Katika wokovu wangu napambana sana. It is just because of relationship. Ni kwa sababu tu ya ushirika wako na Mungu ambao uliopotea. And you need this God. You know, we Christians nowadays, sisi wa Kristo siku hizi, we pursue many things that does not make us holy. Sisi wa Kristo siku hizi tunafukuzana mambo mengi ambayo haitutakasi, haitutafutii njia ya uzima, haitupatii nafasi ambayo ni ya kumtukuza Mungu, na mwishowe hatuwezi tukashinda dhambi. No one is special. Mimi hata ambaye naongea na wewe, siwezi epuka dhambi pasipo ushirika na Mwenyezi Mungu. Wewe pia, hata wale wote ambao unajua walishinda dhambi kwa sababu ya ushirika wao na Mungu. If you chase the things of this world, you cannot have a perfect relationship with this God. But if you make your daily purpose to seek this God and be watchful, always alert, seeing that you don't go astray, kila wakati unaangalia uenendi kando, basi utashinda huyu nyoka ambaye ni mjasiri, ambaye Mungu ndiye alimpa huo ujasiri. Ana uwerevu mwingi, atakuweka kwa mitego katika njia nyingi ili aweze kukunasa. Hapo ndipo Adam aliangukia. Lakini second Adam ambaye ni Yesu Kristo, mwenye uwezo, anasema hafanyi lolote pasipo Baba. The second Adam, who is Christ, says he does nothing without the Lord, without his God, his Father. That is the only way we can overcome this serpent, Satan. Let's continue and see more. The Bible says, true image of God is Jesus Christ. The true image of God is Jesus Christ. Who is this Christ? Christ is the Savior of the world. He came to save us. He came in order for us to inherit the kingdom of God. Alikuja huyu Yesu ambaye ni mfano kamili wa Mungu ili tuweze kurithi uzima ambao ni wa milele. Na huyu Kristo, maandiko yanatuambia wazi katika Yohana 1 mstari wa 12. Wacha tusome hapo. John 1 verse 12.
we find that the Bible says, yet to all who received him, wale wote ambao waliompokea, to those who believed, wakaamini, wote ambao walioamini, in his name, katika jina lake. You know the work, the name, it is the word, it is the spirit, it is the fear of God. It is not just the name as you see it, that Jesus Christ, write my name in the Lamb's book of life. Sio tu kuandika jina langu kwenye kitabu cha uzima, ni kuyatenda yale ambayo yanayokupasa wewe na mimi kuyatenda. Tunapoyatenda, when we do what we are supposed to do as Christians, we are given power, we are clothed with power, tunavishwa nguvu, tunapewa uwezo kumshinda huyu Shetani, to defeat the serpent, because we become sons, true sons, and this only comes through relationship. Hii inakuja tu peke yake kuhusu ushirika. Ushirika huu sio wa mdomo, ni wa vitendo. This relationship is not just by talking, it is by action, by living day in day out. Ni katika hali ya kutenda usiku na mchana, ndio unapokea hiyo uwezo wa kumshinda huu mwovu. Maana ukishaumbika kama son, when you have been created as a son, you've been transformed to the likeness of God as a son. Now you can rule over all the powers and the schemes of the Satan. Unapata uwezo ya kwenda juu kuilemea kila uwezo ambayo inatukana na mwovu. Without that, my brother, my sister, without you being as a son, wewe kama hautaumbika kwa mfano wa Mungu, it is hard and it is impossible to overcome the schemes of the Satan. Ni vigumu na haiwezekani kuziweza hila zote za Shetani. We see the second Adam. Tunaona Adam wa pili ambaye ni Kristo alipotoka kufunga siku 40. Serpent came. Shetani alikuja tena, na kwa vile alikuwa mwana, alikuwa na mfano kamili ambao ni wa Mwenyezi Mungu, akaweza kuelewa hila zote na akaweza kumshinda. Ingawa alikuwa mwana kwa mfano wa kibinadamu, lakini alijishusha akawa kama mtumishi. He became low and became as a servant, and he overcome the powers of that serpent. Ya kuwa akaja akashinda mipango yote na hila za huyo mwovu. Tufanye nini? Ni ushirika. Asubuhi unapoamka, you purpose. When you wake up in the morning, una purpose. Unapoamka asubuhi, unaweka malengo kumpendeza Mungu mchana wote na usiku, to please God by doing the will of God, morning to evening, in Jesus' name. When you do that, you will overcome. Ukiyafanya hayo, utayashinda. Mtego ambao uko, the trap that is there to the children of God, is the world. Is the world. If you are connected with the world, you will never overcome the powers of Satan. Only through Jesus Christ we overcome, and we were bought by the blood. Don't take it a waste. Tulinunuliwa kwa damu. Usidharau. Usifanye tu kama haina manufaa.
It is costly, ni ya gharama. Huyu Bwana ambaye alimtuma Kristo kwa malengo nzuri, akupate wewe na anipate mimi, nina maombi yangu ni mimi na wewe tuishi maisha ya kutii ili tuwe naye kwenye uzima. Be blessed as you continue seeking this God. Remember, it is day and night. And remember, it is a lifestyle. Not only Sunday that you become a Christian, but it's throughout Monday to Friday. Kumbuka, sio Jumapili peke yake ambao unakuwa Mkristo. Hapana, ni Jumatatu hadi Jumatatu. Kila siku ambao Mungu amekupa pumzi. It is every day, life of seeking God, provided that you see the light. In the name of Jesus, as I live with this word, if you want to hear more, we are located here in town, Nairobi City. The first stage, if you come from Kariakoo, you are like the first stage, entering Riverside, Rescan building. In the middle of that building, there is a hotel, Rescan Hotel. No, not Rescan. In that building, Rescan building, and there is hotel, Halisi Dishes. You are right there at the top floor. You will find us, and you will hear more. Stay in peace of Jesus Christ and be blessed in the name of Jesus. Amen and amen.